Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa, Bwana Yesu asifiwe sana. Karibu katika darasa huru la Injili DHI, darasa linalopatikana katika chaneli ya Mwalimu Kimweri TV. Ukienda kwenye YouTube andika tu Mwalimu Kimweri TV na utaona masomo yetu yote. Mwisho wa darasa hili au kipindi hiki, na kuomba wewe ambao bado hujasubscribe, kucomment, kushare na kulike ufanye hivyo ili somo hili liweze kuwafikia wengi. Kabla hatujaanza, tuombe. Tumkaribishe Mwalimu Roho Mtakatifu atutangulie katika somo letu. Baba wa mbinguni, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuja mbele zako katika jina la Yesu. Tunakushukuru kwa nafasi ya kukusanyika na kujifunza neno lako. Roho Mtakatifu, tunakukaribisha mahali hapa sasa. Njoo utawale mioyo yetu, ufungue akili zetu tupate kuelewa na maandiko, utupe ufunuo wa neno la Mungu. Ondoa kila kizuizi, kila mawazo yanayotutenga na kweli yako. Tufundishe, tuongoze, utupe hekima ili tusisikie tu neno lako, bali tuweze kuliishi neno lako. Acha uwepo wako ujaze mahali hapa na kutubadilisha ndani yetu kabisa. Tunakukabidhi somo hili mikononi mwako, tunalikabidhi somo hili mikononi mwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Mimi ni sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana. Leo tunaendelea na somo hili la mifumo, leo ikiwa ni siku ya 7, na katika siku ya leo nataka tujifunze kipengele kinachoitwa mfumo wa Yerusalemu au mfumo wa mti wa uzima. Kumbuka, Biblia inatueleza kabisa kwamba mwanadamu hakuumbwa kujiongoza mwenyewe. Mungu alimkusudia amuongoze yeye maisha yake yote. Alipotenda dhambi, mwanadamu alitoka katika uongozi wa Mungu na akachagua kuongozwa na Shetani, kuongozwa na tamaa zake, kuongozwa na kiburi, kujiongoza mwenyewe na kuongozwa na Ibilisi. Kwa hiyo mbele ya mwanadamu kukawa kuna mifumo miwili, mfumo wa Babeli na mfumo wa Yerusalemu. Leo nataka tujikite katika mfumo wa Yerusalemu au mfumo wa ujuzi wa mema au mfumo wa uzima wa milele au mfumo wa Mungu kumuongoza mwanadamu. Mfumo ni nini? Mfumo ni mpangilio wa kanuni, sheria, taratibu, mamlaka vinavyoongoza maisha ya watu hapa duniani. Katika ulimwengu wa roho, penda usipende, iko mifumo inayoongoza maisha ya mwanadamu. Kama vile nilivyoanza kusema kwamba mwanadamu hakuumbwa ili ajiongoze mwenyewe. Mwanadamu aliumbwa ili aweze kuongozwa na Mungu, na alipofanya maasi, Shetani akapata njia ya kumuongoza mwanadamu na kumfanya aweze kujiongoza mwenyewe kwa kutumia kiburi. Hizo kanuni za kumuongoza zinaitwa nini? Zinaitwa mfumo. Kwa hiyo mfumo ni kanuni, na ukifuatilia maisha ya watu wengi katika jamii, wewe mwenyewe utakuwa shahidi. Ngoja nikupe mifano. Kuna familia unakuta ni walevi wote, wamepewa mfumo wa kanuni ya ulevi hata kama hawapendi. Unakuta wanalewa wengine mpaka wanalala kwenye mitaro ya maji machafu. Asubuhi anaamka mwili umeganda, anapelekwa hospitali, akaamka jioni akipata fahamu, kilabuni tena anakunywa, anakuwa anafanya hata kama hapendi. Unakuta ni daktari kabisa, anajua akivuta sigara atapata tatizo la mapafu, kansa ya mapafu, lakini anavuta. Ni mtumwa wa dhambi, anajua kabisa nikizini naweza nikapata magonjwa, naweza nikapata ukimwi, lakini anazini. Baadaye anajuta, analia, lakini bado hajaacha. Kwa nini? Ni mfumo umewekwa. Paulo alisema katika Warumi sura ya 7, anasema ole wangu, nani atakaye niokoa
na mwili huu wenye dhambi, kwa sababu kutaka nataka, lakini kutenda sitendi. Lile baya nisilolipenda ndilo nalitenda, lile ambalo usilipendi lile ambalo silitaki, lile ambalo nalipenda silitendi. Paulo aliona hii shida, na hii shida inawapata wanadamu wote. Ukivamiwa na kukamatwa na mfumo Babeli, utatenda hata kitu ambacho hutendi. Kwa nini? Moyo wa mwanadamu ulivyoumbwa ni kama jimbo la uchaguzi. Mbunge anayekaa ndiye anayehakikisha kwamba sera zake zinatekelezwa ndani yako. Upende usipende, ukimkaribisha shetani, hata mambo ya kishetani yataonekana katika maisha yako yote. Ukimkaribisha Mungu, anaingia na mfumo wake, huwezi ukatenda dhambi. Mfumo, hebu tuone kwa lugha hizi tatu. Kwa lugha ya Kiswahili cha kawaida kabisa, mfumo ni utaratibu unaoongoza maisha, unaongoza maamuzi ili kuweza kutoa matokeo. Mfumo ni nini? Kwa Kiswahili cha kawaida kabisa ni utaratibu unaoongoza maisha. Kwa hiyo kama una maisha, huwezi kukataa, lazima kuna mfumo mmojawapo unakuongoza, aidha wa Mungu au wa shetani. Utajuaje? Yale unayotekeleza katika maisha yako ambayo yako kwenye matendo yako ya kawaida, hayo yanaashiria aliye ndani yako ni nani. Kama Mungu ndiye aliye ndani yako, tutaona, maana Biblia katika Wagalatia sema matendo ya Roho ni, anayataja. Tutaona upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, kiasi. Tutayaona yale matunda 9 ya Roho Mtakatifu, tutayaona. Kama we ni Mkristo, hayo matunda huna, na una matunda ya michepuko, na una matunda ya ulevi, na una matunda ya upande huo, kwa wachawi unakwenda, biashara unafanya kwa nguvu za giza, unafuga kwa nguvu za giza, unalima kwa nguvu za giza, kazini unatumia nguvu za giza. Hata kama ni Mkristo mpendwa, wewe ni wa yule mwovu, na wewe sio Mkristo, kwa sababu Ukristo sio jina. Ukristo ni maisha ya kila siku yanayompendeza Mungu. Sasa Mkristo gani wewe unalewa? Sasa wewe Mkristo gani unaenda kwa waganga? Wewe Mkristo gani unasema muongo? Wewe ni Mkristo gani unapigana kutwa nzima? Wewe ni Mkristo gani unasengenya? Wewe Mkristo gani unafanya biashara kwa kutumia nguvu za giza? Tuulizane, wewe ni Mkristo gani? Sio, tusidanganyane ndugu yangu, tusipakane mafuta kwa mgongo wa chupa. Matunda yako ndiyo yanayoonyesha mbunge aliye kwenye moyo wako, ndiyo yanayoonyesha sera zinazotekelezwa katika maisha yako. Acha ile ya kusema fuateni maneno yangu, msifuate matendo yangu. Huo ni ushetani. Ukija kusikia mtu anasema namna hiyo, huo ni ushetani. Mungu atusaidie. Namba 2, kwa Kiingereza mfumo ni system. System ni nini? Ni mpangilio wa kanuni au utawala unaoongoza kitu. Kuna kanuni inawekwa halafu inaongoza kitu. 3, mfumo ni nini kwa lugha ya Kigiriki? Kwa lugha ya Kigiriki mfumo linafanana na neno cosmos, ambayo maana yake ni utaratibu wa dunia. Dunia ina utaratibu wake. Kwa hiyo usipookoka, kawaida za dunia zitakuongoza. Usipookoka, Mungu akakuongoza, dunia ina utaratibu wake, na dunia ina matendo yake, na dunia ina tabia zake, na dunia ina maisha yake. Anasema hivi katika Waefeso sura ya 17, wokovu huleta mtindo mpya wa maisha tofauti na dunia. Kwa hiyo Mkristo lazima awe na matendo tofauti na wanadamu wanavyoishi mataifa mengine. Katika Waefeso sura ya 4 mstari wa 17, neno la Mungu linasema hivi: basi nasema neno hili tena, nashuhudia katika Bwana kwamba tangu sasa msienende kama mataifa waenendavyo. Msienende kama mataifa wanavyoenda. Paulo anachora mstari kwamba tangu sasa, baada ya kuokoka, baada ya kuwa wa Kristo, msienende kama mataifa wanavyokwenda. Maana yake mataifa wana mwenendo wao na kanisa lina mwenendo wake. Kama kanisa litaiga matendo ya mataifa, limekufa, halipo. Kwa sababu kanisa lazima liwe na matendo yake.
na mataifa nao wawe na matendo yake. Asema tangu sasa msienende kama mataifa waenendavyo katika ubatili wa nia zao. Sikiliza, ambao akili zao sio wao, ambao akili zao zimetiwa giza, nao wamefarakishwa na uzima wa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu ya ujinga uliomo ndani yao. Kwa nini? Kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao, ambao wakiisha kufa ganzi wanajitia katika mambo ya ufisadi, wapate kufanyiza kila namna ya matendo machafu kwa kutamani. Kama umeokoka, kama na bado unatamaa, mfumo Babeli unatawala na wewe sio wa Mungu. Pili, wokovu huleta mtindo mpya wa maisha. Tunasoma katika Wakolosai sura ya 1 mstari wa 13. Sema, naye alituokoa kutoka katika nguvu za giza, akatuhamisha, akatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yaani msamaha wa nini? Wa dhambi. Sasa anasema kuna ufalme wa giza, kuna mfumo wake. Kuna ufalme wa mwana wa pendo lake, kuna mfumo wake. Unapookoka, Biblia inasema unahamishwa kutoka kwenye mfumo wa giza, kwenye mfumo wa Babeli, kwenye mfumo wa ujuzi wa mema na mabaya. Unahamishwa na unaingizwa katika mfumo wa mwana wa pendo lake, katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Ufalme maana yake nini? Ni mfumo. Kwa hiyo kuokoka ni mabadiliko, kutoka kuingia. Kuna mahali umetoka, kuna mahali umeingia. Huku ulikoingia kuna maisha tofauti na huku ulikotoka. Kukifanana, hujabadilika bado, hujaokoka bado. Katika Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 17 anasema, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo, huko alikohamia, mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Huu ndio ukweli mpendwa. Kuokoka ni mabadiliko. Lazima uwe na kale, lazima uwe na mapya, kwamba zamani nilifanya 1 2 3, lakini sasa Bwana amenitetea, Bwana amenipigania, niko mpya, niko 1 2 3. Tofauti isipoonekana, wewe sio Mkristo. Hata kama ni mhubiri, hata kama ni mchungaji, hata kama ni askofu, naongea na watu wote. Mungu, neno linakukataa, sio mimi. Neno linakutoa nje, kwamba wokovu ni mabadiliko, Ukristo ni mabadiliko. Kama unatenda kama unavyotenda mataifa, hujawahi kuwa Mkristo mpendwa. Hata kama unaenda kanisani, kwenda kanisani usitutishie, kwa sababu hata mapepo yanaenda, hata wachawi kanisani wanaenda mpendwa. Usitutishie na kwenda kanisani, usitutishie na kutoa sadaka, usitutishie na kutoa zaka, kwa sababu hata mapepo, hata wanaenda kwa waganga wa kienyeji, wanatoa sadaka kule. Kwa hiyo wewe sio Mkristo kwa sababu unatoa sadaka. Wewe sio Mkristo kwa sababu umebatizwa. Wewe sio Mkristo kwa sababu unatoa zaka. Hapana. Wewe sio Mkristo kwa sababu unaenda kanisani. Ingawaje ukiwa Mkristo utaenda kanisani, utatoa sadaka, utafanya hayo mambo yote, lakini Ukristo msingi wake ni kubadilika, kubadilishwa na Yesu Kristo, ili uwe mwana wa Mungu, uwe na kale na sasa. Kama huna kale na sasa, bado usijidanganye, bado. Lakini Roho Mtakatifu yupo. Yesu anakuita, anasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Yesu anakuita leo ili akuhamishe kutoka kwenye nguvu za giza, akuingize katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Yesu anakuita. Katika Ufunuo sura ya 3 anasema, tazama nasimama mlangoni nabisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango wake, nitaingia kwake, atakula pamoja nami nitakula pamoja naye. Yesu yuko kwenye mlango wa moyo wako mpendwa. Mahubiri haya ni Yesu anagonga aingie kwenye moyo wako, akutawale. Umekaa mno kwenye mfumo wa Babeli, umekaa mno kwenye mfumo wa dhambi mpaka umezoea. Onjeni muone ya kwamba Bwana ni mwema. Onja upande wa Mungu pia. Njoo kwa Mungu, anakuita. Mwamini leo, mtegemee leo, atakubadilisha na dhambi itakuwa ni historia kwako. Kwa hiyo wokovu huleta mtindo mpya wa maisha. Tusiishi tena kama mataifa wanavyoishi.
Hatupaswi kuishi tena kwa tamaa za mataifa, tamaa za macho, tamaa za mwili na kiburi cha uzima. Tusiishi hivyo tena. Sisi tumekuwa tofauti. Unapookoka unageuzwa nia, kwa sababu kuokoka ni kugeuzwa akili pia. Unabadilishwa kufikiri kwako, unafikiri kuwaza kwako. Kuokoka ni kubadilishwa mantiki yako huku ndani. Katika Warumi sura ya 12 mstari wa pili anasema hivi, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe na kufanywa upya nia zenu. Hili neno nia kwenye Kiingereza ni mind, na mind ni akili ya nafsi, ni akili ya kuzaliwa, tunazaliwa nayo. Nasema mpate kujua hakika mapenzi yaliyo mema ya kumpendeza na ukamilifu. Ukishahamia huku katika ufalme wa mwana wa Mungu wa pendo lake, lazima ujue mapenzi ya Mungu, uishi kwa uongozi na mapenzi ya Mungu. Mafundisho makuu katika mistari hii ni kwamba Wakristo wanapaswa kuwa tofauti katika maisha. Ndio maana unasema Ukristo sio dini, kwa sababu Ukristo ni maisha ya kila siku. Unapaswa kuishi kikristo, uonyeshe matendo ya Roho Mtakatifu aliye ndani yako. Tuone upendo, furaha, amani, vumilivu, utu wema, fadhili, kiasi, upole, kiasi. Vionekane yale matunda 9, tuyaone kwa mtoto wa Mungu. Utasoma Warumi sura ya 12 mstari wa 20. Ukisoma Petro wa kwanza sura ya 4 mstari wa 2 anasema hivi, anasema tangu sasa msiendelee kuishi katika tamaa za wanadamu, bali katika mapenzi ya Mungu wakati wenu uliobaki wa kukaa hapa duniani. Mstari wa 3, maana wakati wa maisha yenu uliopita watosha kutenda mapenzi ya mataifa. Kutenda kwa mfumo ule, hapana, achana nayo. Sasa mnatakiwa kuishi tofauti. Mstari wa 4, ambao wao huona kuwa ni ajabu ya ninyi kutokwenda mbio pamoja nao. Utasoma Yohana wa kwanza sura ya 2 mstari wa 15, sema msiipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, unaona mfumo dunia, kumpenda Mungu hakupo ndani yake. Huwezi ukampenda Mungu na ukaipenda dunia, usijidanganye. Wanasema ukiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Maana kila kilichomo duniani, kipi? Tamaa ya mwili, kipi? Tamaa ya macho, kipi? Kiburi cha uzima, havitokani na Baba. Hiyo sio sera ya Baba, huo sio mfumo wa Baba, bali vyatokana na dunia. Huo ni mfumo wa dunia, na dunia inapita pamoja na tamaa zake, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu hata milele. Neno zuri sana. Yakobo 4 sura 4 mstari wa 4 anasema kuwa rafiki na dunia ni kuwa adui na Mungu. Yohana wa kwanza sura ya 3 mstari wa 9 anasema kila aliyo anazaliwa na Mungu hatendi dhambi. Kwa nini? Unapozaliwa mara ya pili, sawasawa na Yohana sura ya 3 mstari wa 3 hadi wa 6 anasema Nikodemo anaambiwa na Yesu kwamba lazima uzaliwe mara ya pili. Na hapa anasema kila aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Maana yake unapozaliwa na Mungu, anasema kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake, wala hawezi kutenda dhambi. Kwa nini? Anasema kwa sababu amezaliwa kutokana na Mungu. Ukizaliwa na Mungu ukaokoka, unapewa mfumo wa Mungu, mfumo wa Yerusalemu, mfumo wa ujuzi, unaachana nao. Wewe unakuwa ni mtumwa wa Kristo. Yohana wa kwanza sura ya 5 mstari wa 4 anasema maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu, na huku ndiko kuushindako ulimwengu, hiyo imani yenu. Mwenye kuushinda ulimwengu ni nani? Isipokuwa ni yeye aminie ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Biblia inatueleza kabisa kwamba unapookoka unapewa mfumo unaoitwa imani. Imani ndio mfumo wa Mungu unaoongoza mwanadamu aliyemchagua Mungu. Imani ndio kiongozi, ndio mfumo wenyewe. Anasema na huu ndio kushinda kwa ulimwengu, hiyo imani yenu. Mungu atusaidie. Kumbuka tangu mwanzo tunajifunza mfumo, somo hili la mifumo. Tulisema iko mifumo ya aina mbili.
kuna mfumo Babeli, kuna mfumo Yerusalemu. Leo tutadili na mfumo Yerusalemu kwa kirefu zaidi, lakini nilikwambia mfumo Yerusalemu ni mfumo wa Mungu, na mfumo Babeli huu ni mfumo wa Shetani kumwongoza mwanadamu. Huu ni mfumo wa kiburi cha mwanadamu kujiongoza mwenyewe. Na katika Biblia, maana yake Biblia inatufundisha kwamba msifuatishe namna ya dunia hii. Maana yake unapookoka wewe hutakiwi kuifuatisha dunia hii kama tulivyoona hapo juu. Lazima kuishi tofauti. Hutakiwi kuishi sawasawa na tamaa za wanadamu, kama tulivyoona katika Petro wa kwanza sura ya 4 mstari wa 2. Hautakiwi kuipenda dunia, kwa sababu kuipenda dunia ni mfumo Babeli. Yohana wa kwanza sura ya 2 mstari wa 15 hadi ule wa 18. Pata nafasi ya kusoma kwamba hatupaswi kuishi kwa kufuata mfumo ule. Yakobo sura ya 4 mstari wa 4 tumeona, na chanzo cha mfumo Babeli na ni Shetani, ni ule mti wa ujuzi wa mema na mabaya, ndio chanzo cha mfumo Babeli. Mfumo Babeli chanzo chake ni nini? Ni Nimrodi. Katika Mwanzo sura ya 9, ya 10 na ya 11 unasoma habari za Nimrodi ambaye alikuwa ni mwindaji hodari, alikuwa ni mfalme wa kwanza kuongoza Babeli kumpinga Mungu. Tunaona baada ya gharika, Shetani anajitafutia mtu anaitwa Nimrodi, anaanzisha mfumo Babeli kinyume cha Mungu. Lakini muasisi wa kiburi ni Shetani mwenyewe, ambaye tunaona katika Isaya sura ya 14 mstari wa 12. Tunaona habari jinsi Shetani alivyopata kiburi, na ukiwa na kiburi wewe ni mtoto wa Shetani, na moja kwa moja Mungu anampinga mtu mwenye kiburi. Haijalishi cheo ulicho nacho, ukiwa na kiburi tu wewe sio wa Mungu, kwa sababu kumtumikia Mungu sio hoja. Kama nilivyosema, kwenda kanisani sio kigezo. Kigezo unaishije kwenye neno. Biblia inasemaje? Ukiwa na kiburi wewe unapingwa na Mungu, kama kwenye Isaya sura ya 14 mstari wa 12 hadi 15 anasema hivi, Shetani huyo, jinsi ulivyoanguka kutoka mbingu, nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi, jinsi ulivyokatwa kabisa, ewe uliangusha mataifa. Mstari wa 13, nawe ulisema moyoni mwako. Sikiliza hicho kiburi Shetani aliyosema kikamwangusha. Mstari wa 13, nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni, nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu, nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano katika pande za mwisho za kaskazini. Mstari wa 14, nitapaa kupita vimo vya mawingu, nitafanana na yeye aliye juu. Ile ni kubwa, aliye juu maana yake Mungu. Mstari wa 15, lakini utashushwa mpaka kuzimu, mpaka pande za mwisho wa shimo. Umeona Shetani kilichomwangusha ni kiburi. Mpaka leo hii tuna watumishi wazuri sana, lakini wanaangushwa na kiburi. Sifa za mfumo Babeli ni kiburi. Lakini mfumo mwingine wa pili ni mfumo Babeli, yaani ni mfumo Yerusalemu. Huu ni mfumo wa pili mkubwa. Nimesema mfumo wa kwanza ni mfumo wa Babeli. Mfumo wa pili mkubwa kabisa ni mfumo wa Mungu, unaitwa mfumo Yerusalemu, mfumo wa mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Huu ni mfumo unaomrudisha mwanadamu katika uzima wa milele. Huu ni mfumo ambao mwanadamu anasalenda na kumpa Mungu maisha amuongoze. Na Biblia inasema katika Yohana 15:5, pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Anaelewa. Ukishaokoka lazima uelewe
kwamba hakuna kitu unachokifanya pasipo Mungu kuingilia kati. Lakini Biblia katika Warumi sura ya 8 mstari wa 14 anasema wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu. Anaongelea wale wote wanaoongozwa. Wasioongozwa hawaongelei, hawahusiki hapa, lakini anasema wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Mungu atusaidie kuelewa. Kwa hiyo mistari hii inatuhakikishia kuongozwa na Mungu. Nataka nikupe mistari kama 15 hivi, ngoja nikusomee tu, ni mingi sana, inayotuhakikishia kwamba Mungu ndiye anayepaswa kutuongoza. Mungu ana kiu ya kutuongoza sisi. Mungu ameweka neno la hali ya utegemezi ndani yetu, tusijiongoze, na badala yake anataka tuongozwe na wewe na yeye. Naomba nikupe mistari 15. Mstari wa kwanza ni Yohana sura ya 15 mstari wa 5. Anasema pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Ina maana sisi tunapaswa kuongozwa na Roho na Mungu ndipo tuweze kufanya neno lolote, na lolote tulilolifanya sio sisi. Ndio maana mahali pengine anasema mkishamaliza kufanya semeni, sisi ni watumishi tusiokuwa na faida, tumefanya yale tu tuliyopaswa kufanya. Sisi ni mawakili tu, wala hatuna hisa katika tulichokifanya. Maneno ya unyenyekevu kabisa Bwana Yesu alitufundisha. Pili, lazima kuongozwa na Roho Mtakatifu kama tulivyosoma katika Warumi sura ya 18 mstari wa 14, wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu. Tatu, Zaburi ya 27 mstari wa 11 anasema Bwana unifundishe njia yako na kuniongoza katika njia iliyonyooka kwa sababu yao wanaoniotea. Daudi anasema hapa uniongoze na kuniongoza. Maana yake nini? Mungu ndiye anayepaswa kutuongoza. Kuna mfumo Mungu ameweka ndani, ametupa katika ulimwengu wa roho ili uweze kutuongoza. Daudi anauomba huo mfumo. Zaburi ya 71 mstari wa 5 anasema hivi, maana ndiwe taraja langu, Bwana Mungu, tumaini langu tokea ujana wangu, tegemeo langu wewe tangu kuzaliwa. Ndiwe uliyenitoa tumboni mwa mama yangu, ninakusifu wewe daima. Zaburi ya 71 mstari wa 5 hadi wa 6, Daudi anasema ndiwe taraja, ndiwe tumaini, ndiwe tegemeo. Maana yake ni tumaini kwa sababu Mungu ndiye anatuongoza. Tunamtumaini, tunamtegemea, tunamtarajia. 5, Wafilipi sura ya 2 mstari wa 13, kwa maana Mungu ndiye atendaye kazi ndani yetu, kutaka kwenu na kutenda kwenu. Umeona? Mungu yuko ndani yetu, ndiye anayetuongoza kutaka kwetu na kutenda kwenu. Kama kuna jambo unalitaka, Mungu anakusababisha ndani yako ulitake. Kama kuna kitu unakitenda ukishaokoka, Mungu ndiye anakupa kutenda, anakusukuma kutoka ndani kutenda, halafu anakusifia wewe. 6, Mungu huonyesha njia tutakayoiendea. Zaburi ya 32 mstari wa 8, nitakufundisha na kukuonesha njia utakayoiendea, nitakushauri jicho langu likikutazama. Mithali sura ya 3 mstari wa 5, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako. Katika njia zako zote umkiri yeye, naye atanyoosha mapito yako. Zaburi ya 23 mstari wa 1 hadi wa 3, huniongoza katika njia ya haki. Isaya sura ya 30 mstari wa 21, huu mstari naupenda sana. Isaya 30 mstari wa 21 anasema, masikio yako yatasikia neno nyuma yako likisema, njia ni hii mwanangu, ifuateni, njia ni hii. Mgeukapo kwenda mkono wa kulia au mgeukapo kwenda mkono wa kushoto, Mungu anakuambia njia ni hii. Huko unapotea mwanangu, kuna njia inasema nyuma ya sikio lako. Soma vizuri hii Isaya 31 mstari wa 21. Huu mstari nimeupenda. Yaani kuna sauti inalia nje nikienda. Roho Mtakatifu anakuongoza. Huu ni mstari dhahiri unaoonyesha kwamba Mungu yuko kazini kutuongoza. Yuko busy kuhakikisha kwamba anakuongoza.
Soma Zaburi ya 37 mstari wa 23. Soma Warumi sura ya 8 mstari wa 14. Soma Zaburi ya 119 mstari wa 105. Soma Yeremia sura ya 10 mstari wa 23. Soma Isaya 58 mstari wa 11. Soma Yohana, Injili ya Yohana 16 mstari wa 13. Kwa hiyo Biblia inatuthibitishia kabisa kwamba tunaongozwa na Mungu, tunaongozwa na neno lake, tunaongozwa na Roho Mtakatifu, tunaongozwa na kuelekezwa na hekima yake. Mungu atusaidie kwa sababu tunaongozwa. Sasa nataka tujifunze mfumo Yerusalemu, mfumo wa mti wa ujuzi, mfumo wa mti wa uzima. Samahani. Tunataka kujifunza mfumo wa pili sasa, mfumo wa Mungu, mfumo wenyewe ambao ukiokoka huu mfumo unao. Mfumo huu una awamu mbili. Mfumo huu mpendwa, kumbuka kabisa, niseme mapema, mfumo huu wa Mungu umetokea wanadamu katika awamu mbili, na mimi nataka nizitaje haraka haraka na utanielewa. Mfumo wa kwanza ule umepita, mfumo wa Babeli, mfumo wa mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Huo ni wa Shetani, huo ni mfumo wa giza. Tumeona ukizubaa ukakubaliana na dunia ukamkataa Mungu, utaishi katika mfumo huu, utaishi huko. Lakini wana wa Mungu wanapaswa kuishi kwenye mfumo wa Yerusalemu, kwenye mfumo wa mti wa uzima wa milele. Tunaposema mfumo wa Yerusalemu, Yerusalemu ni mahali pa ibada. Yerusalemu ni mahali penye uwepo wa Mungu. Mfumo wa Yerusalemu ni mfumo ambao unatawaliwa na uwepo wa Mungu, lakini kama nilivyosema, ulitawaliwa na awamu mbili. Awamu ya kwanza iliitwa ni mfumo Agano la Kale. Mfumo wa pili uliitwa mfumo Agano Jipya. Kwa hiyo mfumo wa Yerusalemu ulikuwa na awamu mbili, mfumo Agano Jipya na mfumo Agano la Kale. Tuanze kwa kujifunza mfumo Agano la Kale. Mfumo wa kuongoza maisha ya wanadamu unaoitwa Agano la Kale ulikuwa ni mfumo Torati na sheria. Huu mfumo ulielekezwa kwa taifa moja tu la Israeli. Wao ndio waliokuwa wanatolewa kama mfano, kama sampo, ili mataifa waige. Kwa hiyo Mungu aliweka Agano la Kale katika mfumo wa kuongoza maisha ya wakati ule, maisha ya kawaida kabisa yaliongozwa na sheria na Torati. Agano la Kale ni nini? Ninaposema Agano la Kale unielewe. Ninaposema Agano la Kale sina maana ya vile vitabu 39, yaani kutoka Mwanzo mpaka Malaki. Sina maana hiyo. Ninaposema Agano la Kale nina maana ni yale mapatano yaliyofanywa katika mlima Sinai kati ya Mungu na Israeli kupitia Musa. Yale mapatano yalifanyika pale kileleni, ambayo mapatano hayo tunayaona katika Kutoka sura ya 24 mstari wa 7 na wa 8. Hilo ndio Agano la Kale. Hayo ndio mapatano hayo. Huo ndio mfumo wa awali ninaoongelea, ambao ulianzishwa na Mungu na taifa la Israeli kupitia Musa, wakiongozwa na kitu ambacho kilikuwa kinawaongoza pale. Mfumo wenyewe ulikuwa ni Torati. Torati ndio ilikuwa inaongoza maisha, sheria ndio ilikuwa zinaongoza maisha, kanuni ndio zilikuwa zinaongoza maisha, taratibu ndio zilikuwa zinaongoza maisha. Historia inatueleza zilikuwepo sheria 613 pamoja na amri 10 ndani. Unaongoza amri 10, unaongoza na sheria hizo 610, 603, ongeza zile amri 10 inakuwa 613. Zote zilikuwa zinaongoza maisha ya Wanaisraeli. Kwa hiyo ulikuwa ni awamu ya kwanza. Hili ilikuwa ni agano, ambapo tunasoma katika Yohana sura ya kwanza
mstari wa 17 asema, kwa kuwa torati ilitolewa kwa mkono wa Musa, neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Anasema mfumo wa torati uliletwa na Musa kwa taifa moja la Israeli, waliobakia hatuhusiki, lakini tunahusika sisi na awamu ya pili. Biblia inasema hapa katika Yohana kwamba neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Mfumo huu ulipewa taifa la Israeli katika mlima Sinai, Kutoka sura ya 24 mstari wa 7 na wa 8. Anasema hivi, kisha akakitwaa kitabu cha agano akakisoma masikioni mwa watu, wakasema, hayo yote aliyonena Bwana tutayatenda, nasi tutatii. Musa akatwaa ile damu akainyunyizia watu, akasema, hii ndiyo damu ya agano alilolifanya Bwana pamoja nanyi katika maneno hayo yote. Huu mstari ndio agano la kale. Huu ukisikia agano la kale ni huu mstari unaoelezwa lile agano lilifanyikwa pale kwenye mlima Sinai katika Kutoka sura ya 24 mstari wa 7 na wa 8. Na unakuta katika hii mistari miwili anaeleza kwamba kila agano lazima liwe na mambo makubwa mawili. Kwanza, kuna kitabu cha agano kimetajwa hapa. Pili, kuna damu ya agano. Wakati agano lile linawekwa, wana wa Israeli walisomewa kwanza kitabu cha agano, wakasema, naam, hayo mambo tutayatenda Bwana, hatutaacha hata moja. Maana yake waliweka saini kwenye lile agano. Baada ya kukiri, mstari wa 8, tunaona Musa anachukua damu ya agano, ananyunyizia kitabu cha agano, ananyunyizia na wana wa Israeli. Agano lolote kwenye Biblia unalosoma lazima liwe na mambo mawili. Lazima liwe na kitabu cha agano, lazima liwe na damu ya agano. Na kitabu cha agano ni Torati, vile vitabu 5 vya Musa kinaitwa ni kitabu cha agano, na hilo ndio agano la kale. Tunapolikataa agano la kale, tunakataa zile sheria, kwa sababu sasa hivi katika agano jipya, katika msimu huu wa pili, hatuongozwi na sheria. Sifa kuu za agano au mfumo hii wa kwanza. Mfumo ule wa kwanza, agano la kale, lilitolewa na Mungu kupitia Musa. Pili, liliambatana na sheria na Torati na amri na kanuni na masharti ambayo yanapatikana katika kitabu cha Mwanzo, Kutoka, Mambo ya Walawi, Hesabu na Kumbukumbu la Torati. Vitabu hivi 5 ndio vinaitwa Torati, ndio vinavyolinda hilo agano la watu, taifa la Israeli na vitabu vyao 5. Tatu, lilitumia damu ya wanyama kuthibitisha agano hilo, kama tulivyosoma katika Kutoka sura ya 24 mstari wa 8. Na 4, mfumo ule wa awali katika mfumo wa Yerusalemu, mfumo wa Mungu, katika agano lile lilihusu taifa moja tu la Israeli teule. Kumbukumbu la Torati sura ya 7 mstari wa 6. Wewe ambaye sio Israeli, usijipendekeze katika maagano ya watu. Usijipendekeze mpendwa, hakuna kinachokuhusu katika hilo agano. 5, agano lile lilikataza matendo, lilikazia matendo ya nje tu, kama tunavyosoma katika Kumbukumbu la Torati sura ya 28. Kanuni za agano lile ilikuwa ukitii unapata baraka, na usipotii na kuasi unapata laana. Tunasoma hivi katika Kumbukumbu la Torati sura ya 28 mstari wa 1. Nasema, itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kufanya maagizo yake yote niliyokuagiza leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya duniani. Anaambiwa Israeli, sio wewe. Usijipendekeze mpendwa. Mstari wa 2, na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako,
utabarikiwa mjini, utabarikiwa mashambani. Sio wewe unayeambiwa. Hawa ni Wayahudi waliokuwa wanaambiwa. 6, lilikuwa kivuli. Agano la kale, agano mfumo ule haukuwa ni wa milele, ulikuwa ni kivuli tu, lakini katika agano jipya tunapata uhalisia. Waebrania sura ya 10 mstari wa 1. Madhumuni ya agano lile ni nini? Madhumuni ya mfumo ule wa awali ulikuwa ni nini? Ni kuonyesha utakatifu wa Mungu kupitia sheria. Sheria ndio zilikuwa zinadhihirisha utakatifu wa Mungu. Ilikuwa ndio kusudi la kwanza, ilikuwa lengo la kwanza. Walawi sura ya 19 mstari wa 2. Kusudi la pili la mfumo ule wa pili ilikuwa ni nini? Ni kufunua dhambi ya mwanadamu. Lengo la agano la kale lilikuwa ni kuonyesha tu dhambi hii hapa bila kutoa dawa. Warumi sura ya 3 mstari wa 20. Warumi sura ya 5 mstari wa 12. Agano la kale lilikuwa ni la muda tu. Galatia 3:24 lilikuwa kiongozi kutuleta kwa Kristo. Mapungufu, hili agano lilikuwa na mapungufu makubwa. Halikuweza kumwokoa mwanadamu wala kubadilisha moyo wa mwanadamu, halikuweza kabisa. Waebrania sura ya 8 mstari wa 7 na wa 8. Agano hili, mapungufu ya pili, lilihitaji kurudiwa kwa dhabihu kila wakati. Waebrania 10 mstari wa 1 hadi wa 4. Mapungufu mengine, hili agano lilikuwa linatumia damu ya wanyama, lakini katika agano jipya tunatumia damu mpya, damu ya Yesu Kristo. Twende kwenye awamu ya pili ya mfumo Yerusalemu, awamu ya pili ya mfumo mti wa uzima, awamu ya pili ya Mungu kuwaongoza wanadamu. Mungu kaleta mfumo mpya na agano jipya. Ninaposema agano jipya, sina maana ya kitabu cha Mathayo mpaka Ufunuo, naomba tuelewane. Ninaposema agano jipya sio kutoka Mathayo mpaka Ufunuo. Agano jipya sina maana ya vitabu 27. Ninaposema agano jipya ni ule mkataba ambao Mungu aliuweka na mataifa yote kupitia Yesu Kristo. Hilo ndio agano jipya ambao tunausoma katika kitabu cha Luka sura ya 22 mstari wa 20. Anasema hivi: kikombe nacho ndio vivyo hivyo baada ya kula, kikombe nacho vivyo hivyo baada ya kula, akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu. Hili ndio agano jipya. Mstari huu ndio agano jipya. Huu ndio mfumo Yerusalemu, ni mfumo uliofanyika Yerusalemu. Yesu anatamka kwamba damu yangu ndio agano jipya, na kitabu cha agano ni zile Injili 4: Mathayo, Marko, Luka na Yohana. Hivi ndio vitabu vya agano, na damu ya agano ni damu ya Yesu iliyotajwa hapa, ambayo inamwagika kwa ajili yetu. Hili ndio agano jipya. Hili ndio agano la mataifa. Hili agano linatuhusu. Agano lile awamu ya kwanza lilikuwa kwa taifa moja. Usijipendekeze kusoma kule hakukuhusu. Mungu atusaidie. Agano hili ni bora sana. Agano hili ni bora mno. Agano jipya ni mapatano mapya kati ya Mungu na wanadamu wote, yaliyoanzishwa na Mungu kupitia kwa damu ya Yesu Kristo, ili kumpatia mwanadamu wokovu na uzima wa milele kupitia neema kwa njia ya imani. Hapa ndipo kwenye Ukristo. Hapa Mkristo ni mtu anayeamini awamu ya pili ya mfumo Yerusalemu. Ukijichanganya ujipendekeze kwenye agano sio la kwako, unaukana Ukristo. Unaukana mpendwa, wala sikutanii. Katika Waebrania sura ya 8 mstari wa 6 na wa 7
anasema hivi, anaeleza ubora wa hili agano. Bila kushangaa unapong'ang'ania agano lile ambalo halikuhusu. Sawa, ni mfumo wa Yerusalemu, ni mfumo kabisa, lakini ulikuwa na wakati, uliandaa mfumo huu. Ndio maana katika Wagalatia sura ya 3 mstari wa 24 anasema Torati ilikuwa kiongozi kutuleta kwa Kristo, lakini tukishafika kwa Kristo hatuna haja ya kiongozi. Katika Waebrania sura ya 8 mstari wa 6 na wa 7 anasema, lakini sasa amepata huduma iliyo bora zaidi, kwa kadiri alivyo mjumbe wa agano lililo bora zaidi, lililoamriwa juu ya ahadi zilizo bora zaidi. Maana kama lile la kwanza lingalikuwa halina upungufu, nafasi isingetafutwa kwa lile la pili. Mstari huu ni bora sana. Kwa hiyo agano hili la awamu ya pili ni agano lililo bora zaidi, kwa sababu mjumbe wake ni bora zaidi, mwenye ahadi zilizo bora zaidi. Kule unatafuta nini wewe Mkristo bandia? Kule unatafuta nini? Mkristo halisi, agano lako ni hili. Anasema limeamrishwa kwa damu ya Yesu Kristo, sio damu ya wanyama. Katika Waebrania 9:12, wala si kwa damu ya mbuzi na ya ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu katika patakatifu, akisha kupata ukombozi wa milele. Akisha kupata ukombozi wa milele. Najivunia agano jipya, najivunia agano langu, najivunia agano hili. Mkristo, mwanadamu anaweza akaokoka kwa agano jipya tu bila kutegemea agano jipya la kale. Huo ni ukweli mzito sana. Wapo wanaofikiri agano jipya ni mapungufu, wanataka kulijaziliza na agano la kale. Hao ni wapinga Kristo. Ukichanganya agano jipya na agano la kale, maana yake ukihusudu agano la kale wakati agano jipya lipo, huo ni utovu wa nidhamu katika ulimwengu wa kiroho, kwa sababu Mungu kakuletea original agano jipya linalokuhusu. Amekuletea katiba ya Tanzania, wewe unamwambia hapana, mimi nataka Tanganyika nataka katiba ya Tanganyika ya Tanganyika ndio bora, Tanganyika ndio msingi wa Tanzania. Wewe hujui tu, unajidanganya, unampinga Kristo. Mpinga Kristo, dalili yake mojawapo ni kuitanguliza agano la kale wakati agano jipya lipo. Maana yake unafanya mapinduzi, maana yake unamkosoa Mungu aliyekuletea. Petro wa kwanza sura ya 1 mstari wa 18 anasema, nanyi mfahamu ya kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha, kwa dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu uliopotea, usiofaa, mlioupokea kutoka kwa babu zenu. Umeona hapa kurithi mizimu na nini na nini iliishi hapa. Sawa, soma vizuri, iliishi hapa. Yale ambayo tulirithi kutoka kwa babu zetu huko kwa wahenga na nani, iliishi hapa, ambayo tulipokea kutoka huko. Bali kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo, asiye na ila, asiye na waa, yaani Kristo. Yaani ina maana unataka agano la kale ambalo damu yake ni ya mbuzi na mafahali? Kweli uko serious? Are you serious mpendwa? Unaacha damu ya thamani, unakimbilia damu ya mbuzi. Sasa ukilichukua agano la kale, chukua lote, chukua na sheria zote, chukua sheria ya zaka, toa. Kula nguruwe usile, maana Biblia ile ilikataza. Mbona nguruwe unakula? Utahiriwe siku ya 8. Sawa sawa. Wakina mama kwenye siku zao kanisani wasikanyage. Ukitoka na shahawa utakuwa najisi mpaka jioni. Usivae nguo zenye rangi tofauti. Shamba usipande mazao tofauti tofauti. Panda mahindi tu, usipande na maharage, kwa sababu Torati inakataa. Usifuge mbuzi na kondoo na ng'ombe ukachanganya, kwa Torati inakataa. Fuata zote. Mbona mnachagua?
Nguruwe, anasema nguruwe tunakula. Kwa nini? Ni agano jipya, agano jipya. Hafu zaka, kwani sio sheria? Mbona mnakula zaka? Zaka kwa sababu ina manufaa na nyie mnaichukua mnakula. Kutahiriwa siku ya 8 mnakataa, mnasema agano jipya, wakati aliyeamuru mtoe zaka ndiye aliyekataza msile nguruwe. Sasa nguruwe mmekatazwa, kwa agano lenu mnakula. Mkiulizwa agano jipya. Zaka agano la kale. Imeandikwa wapi kwamba agano la kale ni la kudumu? Yesu kafundisha wapi swala la kutoa zaka? Sio fundisho la Kristo, sio fundisho la mitume lile. Mtume nani kafundisha kuhusu zaka? Wewe unalitoa wapi? Fuatilia ndugu yangu, uone zaka kama kwenye kanisa la kwanza haikuwepo. Ilianza lini? Ilianza hapo katikati hapo kwa ujanja wa watu. Mungu atusaidie. Lakini agano hili ni bora, lina ahadi zilizo bora zaidi. Warumi sura ya 4 mstari wa 20. Lakini utasoma Waebrania 8 mstari wa 10. Utasoma Warumi sura ya 10 mstari wa 6 mstari wa 16. Lakini agano hili ndio agano la kwako, kwa sababu ndilo ambalo tulitolewa damu ya kutununua. Anasema katika Wakorinto wa kwanza sura ya 6 mstari wa 20 kwamba maana mlinunuliwa kwa damu, mlinunuliwa kwa thamani, basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Mmesikia? Baada ya kuokoka, maana yake umekubali kununuliwa kwa thamani. Sasa unapaswa kumtukuza Mungu kwenye mwili wako. Kumtukuza Mungu kwenye mwili wako, tafsiri yake ni nini? Ni kuruhusu mfumo Yerusalemu ufanye kazi, ni kusalenda na kumruhusu Roho Mtakatifu akuongoze. Roho Mtakatifu aliaye Aba, aliye ndani yako akuongoze, akuambie mwanangu, pita hapa, pita hapa, usipite hapa, pita kulia, pita kushoto. Tumsikilize Roho Mtakatifu, tusisikilize wanadamu. Maana wanadamu wa kawaida na dunia yao wana lugha zao, wana mfumo wao. Sisi ni kama kondoo kati ya mbwa mwitu, tuko katikati ya hatari, katikati ya mafundisho mengi, lakini kwa sababu Roho Mtakatifu yupo na sauti yake na mafundisho yake, tukae tumfuate, tumsikilize, tusiusikilize mwili. Maana Biblia inasema mwili roho iradhi, Yesu alisema, lakini mwili ni dhaifu. Roho iradhi, lakini mwili ni dhaifu. Maana yake nini? Anataka aseme ndani ya maisha ya mwanadamu kuna mifumo miwili inapingana. Ukisoma katika Wagalatia sura ya 5 anasema mwili na roho vinapingana, wala haviwezi kupatana. Hiki kinasema hiki, hiki kinasema hiki. Ndani ya mwanadamu kuna sauti nyingi. Ndani ya mwanadamu kuna sauti zaidi ya 3. Kuna sauti ya kimwili, kuna sauti ya kiroho, kuna sauti ya nafsi. Nafsi inapiga kelele, mwili unapiga kelele, roho inapiga kelele. Sasa Mungu anaongea na wewe kila siku. Tangu siku ile Mungu alipokuwa anamtafuta Adamu, uko wapi? Hajaacha kumtafuta Adamu, ameendelea kumtafuta Adamu siku zote. Adamu, uko wapi? Tangu aanze kurusha mawimbi ya kumtafuta mwanadamu na kuongea naye, kumwongoza, yale mawimbi hayajakata mpaka leo. Mungu kwenye nafsi yako amemweka Roho Mtakatifu, ndani yako analiweka neno lako na neno lake. Ndani yako kuna vitu vingi sana ambavyo ukikaa vizuri huwezi ukatenda dhambi. Ngoja nikuhesabie. Ndani yako Mungu ameinstall upendo wake. Anasema pendo la Mungu limemiminwa ndani yenu. Kwa hiyo ndani yako ukiokoka kunakuwa na nguvu ya upendo wa agape, sio wa kwako. Sema moja. Pili, Roho Mtakatifu ukiokoka anamiminwa ndani yako. Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 8 anasema Roho
mtapokea nguvu akisha kujiajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anaingia ndani yako na nguvu inayoitwa dunamis ya kukusaidia katika dhambi. Sema 2. 3, Roho Mtakatifu ndani yako anakupa dhamiri. Kuna dhamiri, kuna kitu kinachoitwa dhamiri kilicho katika akili ya mwanadamu. Kila mwanadamu ndani yake kuna dhamiri inayokuhukumu ukitenda uovu, inayokuhukumu ukitenda mazuri. Dhamiri kila mwanadamu anayo, ila dhamiri ikifa, dhamiri ya mwanadamu itakufa endapo utatenda dhambi. Inakwambia acha, unatenda, mwisho wake inazoelea ule uovu, haikushitaki tena. Kuna wanadamu, kuna Wakristo, kuna watumishi wa Mungu leo ni watenda dhambi na wamezoelea, kwa sababu dhamiri imekufa, kwa sababu ameilazimishia dhambi tena na tena mpaka imekufa. Lakini ndani yako kuna kitu cha 4 kinaitwa dhamiri. Ndani ya nafsi yako kuna kitu kinachoitwa superego. Ndani yako kuna ego, kuna superego, kuna id. Superego ni kisehemu cha akili ambacho kimejaa maadili yanayokukataza kutenda dhambi. Hiyo ni 5, mpendwa. Unataka nini? Roho Mtakatifu yuko ndani yako. Malaika huyo ni kwa ndani, huko yuko ni kwa ndani. Nataka kukupa tu na ujisikie nyodo. Yaani hiyo hivyo ni vifaa ambavyo Mungu ameinstall ndani yako baada ya kuokoka. Halafu unaokoka unasema si nitaanguka. Unaangukaje wakati unapewa Yesu Kristo? Anapoingia ndani yako anaingia na hiyo shehena yote, hiyo vitu 5 na zaidi, licha ya kulindwa huku nje. Huku nje mwanawani, neno la Mungu linasema katika Petro wa kwanza sura ya 1 mstari wa 5, anasema nanyi mnalindwa na nguvu za nje za Mungu ndani yetu. Huku nje tunalindwa na nguvu za Mungu, huku nje tunalindwa na malaika. Sema 2. Nje tunalindwa na malaika, nje tunalindwa na nguvu. Hatulindwi na fensi ya umeme, mpendwa, katika miili yetu kwa nje. Hapana, tunalindwa na nguvu za Mungu, tunalindwa na malaika. Ukisoma katika Waebrania sura ya 1 anaeleza kwamba hawa ndio wale wawatumikiao watakaorithi ile ahadi. Yaani sisi tunalindwa na malaika. Malaika ni mabodigari zetu. Wachawi mkitukosa msifikiri ni wachawi, tunalindwa na malaika, tunalindwa na nguvu za Mungu. Yuko Mungu anayetulinda. Wokovu ni mtamu sana, wokovu ni mtamu mpendwa. Napenda kukaa katika wokovu, napenda kuitwa mlokole, napenda kumtumikia Kristo, napenda kulitumikia agano jipya, agano langu, agano linalonipa uhakika, halinipi hofu, agano linalonipa matumaini, agano ambalo halinipi shaka juu ya dhambi, linanihakikishia ushindi. Linaniambia katika Waebrania sura ya 8 kwamba mimi ni mshindi na zaidi ya kushinda. Katika Warumi mimi ni mshindi na zaidi ya kushinda. Ni agano lenye uhakika, ni agano linalonipa omega yenye nguvu. Rakashaka rabababa mikirara babanara kashiko romondorobokosa riandara rabakorobo yakara wakanda ikorobokosika rabakara. Mpokee Kristo Bwana. Oh, Yesu ni mzuri, Yesu ninampenda, Yesu agano jipya. Pokea uzima mpendwa. Nasikia upako, nasikia nguvu ya Mungu. Bwana Yesu akuponye, Bwana Yesu akutoe katika vifungo vya dhambi, Bwana Yesu akutoe katika utumwa, Bwana Yesu akufungue katika mfumo wa Babeli, Bwana Yesu akuhamishe na kukuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Kama umeguswa na neno hili, naam, Yesu Kristo yuko mahali hapa. Naam, Roho Mtakatifu yuko tayari kukuokoa na kukubadilisha. Damu ya Yesu ipo, inenayo mema kuliko damu ya Habili. Nyosha mkono wako wa kulia na mmoja weka kifuani. Fuatisha maneno haya kama maneno yako. Sema, Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi, nakuja mbele zako nikijua hakika mimi ni mwenye dhambi.
na kwa dhambi hizo nina haki ya kwenda jehanamu. Na kuja mbele zako na tubu dhambi zangu zote, kwa kumaanisha kuziacha. Naomba unisamehe dhambi zangu zote nilizokukosea kwa kuwaza na kunena na kutenda. Najua nimekukasirisha mara kwa mara, nikastahili adhabu yako hapa duniani na hata milele, lakini nazijutia dhambi zangu na kutubu kweli na kugeuka kweli na kutaka kuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Ninaokoka na kuamini katika jina la Yesu. Ninaokoka na kuamini katika jina la Yesu. Ninaokoka na kuamini katika jina la Yesu. Karibu Yesu katika moyo wangu. Karibu Yesu katika maisha yangu. Karibu Roho Mtakatifu katika moyo wangu. Nifanye kuwa mpya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Ninamhitaji Roho Mtakatifu katika maisha yangu. Ninaokoka na kuamini katika jina la Yesu. Naokoka na kuamini. Amen. Mungu akubarikie. Mungu akulinde. Mungu akutetee. Ninaamini kama umekiri maneno haya na umefanya nia kwako, umeokoka mpendwa. Nakupa shauri, endelea kudumu katika kusoma neno, kusikiliza neno na kuenda katika makanisa ambayo yanaruhusu, yanahimiza wokovu au fellowship za wapendwa waliookoka. Nenda kule, kawaambie nimeokoka, nahitaji malezi. Na kama ni watumishi wa Mungu kweli kweli, watakupokea kwa shangwe, watakuongoza katika kweli. Mungu akubariki. Mungu akuinue. Mimi ni mtumishi mjoli wa Bwana, Mwalimu Kimweri. Mimi ni sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana. Mjoli wa Bwana, Mwalimu Kimweri. Tuwasiliane kama umeokoka, kama umekata shauri, umeamua kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, umeamua kuwa Mkristo sasa, niandikie kwa namba hii kwa message au nipigie 0756 760 855, 0756 760 855. Ninashukuru wale ambao tunaendelea kuwasiliana. Ninashukuru wale ambao wanaendelea kuombea huduma hii. Ninashukuru wale ambao wanaendelea kuniunga mkono kwa namna moja au nyingine. Mungu awabariki, Mungu awainue. Kazi yenu si bure. Sasa Bwana wa amani mwenyewe na awape amani daima kwa njia zote. Bwana awe pamoja nanyi nyote. Amen. Mungu akubariki sana. Amen.